Bana, mambo hayapoi, mambo yanaendelea kufukuta kwenye industry ya burudani. Leo tuna habari nzito kutoka The African Princess, ambayo ni lebo inayomilikiwa na Official Nandy, ambaye ni msanii wa Bongo Flava kutokea nchini Tanzania na ni mwanamuziki bora wa Afrika Mashariki kwa mujibu wa tuzo za Trace Music Award. Kwa hiyo issue yake yeye ni kwamba ameweza kuposti video pamoja na picha mbalimbali za kusitisha mkataba na msanii wake aitwaye Yami, ambaye alitrend kwa ngoma nyingi ambazo zilikuwa za kimahaba, na aliweza kufanya ngoma kadhaa pia na Mbosso na wasanii wengine, na ni msanii mzuri mwenye sauti nzuri, ana kipaji kizuri na vitu vingine kama hivyo. Kilichotokea baina ya Nandy pamoja na Yami bado hakijawekwa wazi, lakini ni kumepostiwa picha ambazo zinaonyesha kusitishwa kwa mkataba na Yami ameomba kuondoka katika record label ya The African Princess. Amefika sehemu ambayo anaitaka. Mbona ni mapema mno, hana hata miaka mingapi kwenye record label hiyo. Na ikumbukwe tu kwamba hizi rumors za Yami kuweza kumalizana na The African Princess zilianza muda toka mwaka jana mwanzoni, kwa sababu ni kumkumbushe tu, kulitokea kama bifu fulani hivi, wakawa hawaongei, wakawa hawaendi kwenye events pamoja, hawafanyi collabo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kulikuwa kuna sintofahamu ambayo inaendelea kwenye record label ile kabla tu hata hili kutokea. Kwa hiyo tulijua kama hili litaweza kutokea. Kwa hiyo Yami sasa hivi yuko huru kuendelea na shughuli zake nyingine. Je, ataungana na Mbosso kuweza kufanya harakati zao za muziki, au Mbosso anataka kumsaini Yami kama msanii wake kwenye hili? Maana kumekuwa na ukaribu mkubwa sana kati ya Mbosso pamoja na Yami kwenye na wana chemistry nzuri kabisa kwenye uimbaji. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea kati ya Mbosso pamoja na Yami, lakini kilichotokea baina yao, ugomvi wao, tutaendelea kufuatilia tujue ni nini na tutakuletea hapa. Una maoni gani?